Okay. Asanteni Wakristo wapenzi popote mlipo ulimwenguni. Mimi ni Reverend Joseph Karanja, Dr. Joseph Karanja wa Rehoboth Harvest Ministry hapa PA Pennsylvania, ambako ndiko tunakohubiria katika jiji la Allentown. Kwa hivyo siku ya leo tunaingia katika somo letu ambao tunaendelea katika kuwa wanafunzi wa Yesu, yaani discipleship. Na leo tuko na lile somo ambalo ni la kudhibitika katika wokovu, yaani bima ya wokovu, assurance katika wokovu. Ni nini kinafanya uwe na imani na uwe na uhakika ya kwamba umeokoka na uko vizuri katika wokovu? Hilo ndilo somo tunaangalia siku ya leo. Na mkikumbuka wiki jana tuliguzia kidogo tu, mimi hupenda kuwakumbusha kidogo. Tulimalizia na neno ambalo lilikuwa katika Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 2, ambayo ilisema ya kwamba siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadiri ya kufanikiwa katika ijara yake, katika kazi yake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Yaani mkienda katika nyumba ya Mungu muwe mumejitayarisha kwenda na fungu, msiende mbele ya Bwana mikono mitupu. Hivyo ndivyo neno linafunza. Kwa hivyo kila wakati ujitayarishe, kwa sababu wakati wote unaenda kupata baraka ni sharti kuwe na gharama. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia ya kwamba tukienda mbele ya Mungu siku ambaye tumetenga, iwe ni Jumapili, iwe ni siku gani mumetenga. Kuna wengine wa Sabato na wengine ambao wana dini na imani tofauti, lakini zote ni katika Kristo. Kwa hivyo uwe umetenga siku hiyo ambapo unaenda, uwe umetenga kile ambacho utapeleka kutoka katika mafanikio yako, mshahara wako, ijara katika nyumba ya Mungu, ili kazi ya Mungu iweze kufanyika. Kwa hivyo wapenzi, na inafanyika kwa njia gani? Niliwaambia fungu ama hii unayepeleka Jumapili inatumika kwa sababu ya mayatima, mchungaji na vile wanawake wajane na mgeni ambaye anaweza kuingia mahali pale, vile anafaidika ama anasaidiwa kutoka katika lile fungu mnalopeleka katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo wapenzi, siku ya leo tuangalie bima yako katika wokovu, yaani assurance of salvation. Kwa hivyo wapenzi, tutaona ya kwamba shetani atajaribu kukuonyesha tashwishwi katika wokovu wako. Wakati wote ukisema umeokoka, utaona shetani, kuna sauti nyingine inakuja kwa ndani inakuambia wewe hujaokoka, kumbuka yale mambo umefanya, kumbuka hivi na hivi ulifanya wakati fulani. Inajaribu kukupumbaza, yaani inakuletea tashwishwi, doubt, inakuonyesha ya kwamba wewe wokovu wako haujakamilika. Kwa hivyo lazima uangalie hiyo sauti, wakati unaisikia uweze kuitambua na isiweze kukurudisha chini. Itakuonyesha kama kweli wewe haujaokoka kabisa. Inakuonyesha ya kwamba wewe hauna wokovu kabisa. Itajaribu vile inavyoweza. Kumbuka hata wakati wa Ayubu, wakati ambapo alikuwa ameingia katika yale majaribu, marafiki zake kina Bildad na wengine walipokuja, walijaribu hata kumwambia vile ametenda dhambi, lakini alijua ndani yake alimpenda Mungu. Hivyo ndivyo tunatakiwa, kwa sababu hatimaye mwisho wake hao watu wote marafiki zake na kina Zofa na wengine walionekana kuwa walisema mambo yasiyotokana na Mungu, na kwa hivyo ililazimu Ayubu awaombee kulingana na vile Bwana alisema, awatolee dhabihu ili waweze kupata msamaha. Na kuambia nini? Wakati umeamini umeokoka, hiyo ndiyo bima yako ya wokovu, kwa sababu hausikii jambo tofauti na hapo mwanzo, kwa sababu wakati mwingi unakaa katika mazingira yale yale uliokuwa. Unapookoka uhami nyumba yako, hauachi jamii yako, hauachi marafiki yako mara moja, ijapokuwa wale wanakupeleka kwa njia mbaya, hauachi wazazi wako ama wale wanaokuhusu. Kwa hivyo mazingira yanakuwa ni yale yale. Na kweli ukiletewa hii sauti unaweza fikiria, na kweli nimeokoka na niko kati ya hawa, lakini lazima uipe muda, lazima we mwenyewe uamini ya kwamba umeokoka. Basi huoni kilichotendeka, kwa sababu wewe ni yule mtu aliye wewe. Kwa sababu wengi huwa hawaoni, kwa sababu imani yao bado ni hafifu, ni ndogo tu.
lakini nakwambia wakati ambapo umefungua roho yako na kukubali wokovu, kuna jambo linaanza kubadilika, kwa sababu ni mtoto anazaliwa ndani yako, na huyu mtoto akizaliwa ndani yako ndipo ataanza kukua. Hauwezi tu kupata wokovu mara moja na mabadiliko yaje siku hiyo hiyo na kila kitu dakika hiyo hiyo. Hapana, ni lazima kuwe na maendeleo, uwe mtoto, inaingia polepole, kwa sababu wewe hekalu yako, mwili wako, wewe roho yako haikuwa tayari kwa Mungu. Ni mwingi, roho wa Mungu ni mwingi. Akiingia mara moja itakuwa ni jambo la ajabu sana, hata sijui kama unaweza kuishi, lakini anaingia polepole kama mtoto. Na ndio unasikia wakati dada yetu Hana anapoomba anasema, ukinipa mtoto nitakutolea. You see, kwanza inakuja, ndio unasikia Paulo anasema sisi ni watoto wachanga na tunakuwa kwa maziwa ya akili. Kwa hivyo wapenzi, ujue ya kwamba wakati unaokoka, wengi hautajua kabisa, kutakuwa na tashwishwi hiyo, na kwa hivyo lazima uangalie ya kwamba uone, usirudi nyuma kwa sababu ya jambo ambalo limetendeka, kwa sababu mtu yule yule ni wewe tu. Ngozi yako haibadiliki, mambo mengi hayabadiliki, lakini inachukua hatua kwa hatua, unaenda ukibadilika vile Roho wa Mungu anapata nafasi ndani yako. Halafu utatenda dhambi bila tarajio. Wakati mwingine watu wanaokoka, watu wengi wanaokoka, kama walikuwa wavuta sigara, kama walikuwa wanywaji wa pombe, kama walikuwa washerati, unaona wakati mwingine wanarudi huko tu, wanaenda tu kwa njia zingine, hawaelewi, hata wenyewe hawajui, wanajikuta kando wakivuta sigara kwa kujificha, wanakuta vile vile wanakunywa pombe kidogo wakijificha, kwa sababu hawa watoto lazima waende wakikua, ili utu wa kale uondolewe hatua kwa hatua. Hatuwezi kuwafukuza kanisani, lakini tunatakiwa kuendelea kuwafunza wawe wanafunzi wa Yesu, sio kuwakemea, kwa sababu wengine walikuwa wameshikwa sana na lile jambo la kutenda mambo yale walikuwa wakitenda, ambaye Roho wa Bwana ameona vizuri awaokoe kutoka katika hali hiyo ya uharibifu. Kwa hivyo wapenzi, ukiwa wewe ndio unawafunza, ikiwa wamekuja kanisani mwako, ni vizuri kuwafunza neno la Mungu, wawe na madarasa ya kufunzwa hatua kwa hatua, ili mtu wa ndani aweze kula chakula cha kiroho hatua kwa hatua, aanze kuwa na nguvu, na ili mtu huyu afahamu ya kwamba baada ya muda kweli ameokoka, kwa sababu mtu wa ndani akibadilika, hata wa nje anabadilika. Mtu wa ndani asipobadilika, hata wa nje hawezi kubadilika. Kwa hivyo hauwezi kuwa mtu ameokoka na wewe unaanza kumkemea. Ni wewe unaenda na yeye polepole, kwa sababu ni mtoto wa kiroho. Mtoto wa kiroho, roho imeingia, lakini inaanza kuwa polepole, anahitaji mafunzo na akili zake ziko tayari kupokea kutoka kwako wewe, ambaye umefanywa kuwa mwalimu wake. Unaweza kuteleza mafikirani na kutenda yaliyokuwa ukitenda hapo awali. Yani unakuta watu wanatenda hayo, wanafanya yale walikuwa wakifanya, lakini ukimkuta analia sana, anasema sijui ni shetani gani alinipata. Ni kweli ni shetani alimpata, kwa sababu hajatoka kabisa, bado amemwachia nafasi kidogo, kwa sababu anakuwa hatua kwa hatua. Kwa hivyo wapenzi, ni vizuri tujifunze kufunza watu wa Mungu namna ya kukaa na kudumu katika Kristo hatua kwa hatua, kwa sababu ni watoto wa kiroho. Tuwanyweshe maziwa katika akili zao ya kiroho ili waendelee kukua. Usiwe mkemezi, usiwe mtu wa kuwakemea, kwa sababu huyu mtoto ni vile tu amezaliwa, hajui mambo ya Mungu, hajui mambo ya roho, hajui wokovu atadumu namna gani. Ni wewe ambaye ni mchungaji wake, ama yule ambaye umeteuliwa kumfunza, utakaye kwenda kumfunza. Kama vile ninavyowafunza nyinyi, siwezi kukemea, kwa sababu Bwana anasema ni neno lake litakalookoa na ndilo litakalodumisha. Sio wewe, sio nguvu yako wewe mwanadamu, hapana. Ni neno la Mungu lililo ndani yako, liingie ndani yake kutoka katika maandiko matakatifu, aanze kukua na aweze kudumu. Kwa hivyo wapenzi, kama kunywa pombe ama ulavi mwingine ama wa aina tofauti, watu walevi, unajua ukiokoka ujaribu sana, uombe Mungu sana, usiwe mtumwa wa jambo lile ambalo lilikuwa linakuweka katika utumwa. Utumwa ni wa aina nyingi. Mkisoma mambo ambayo niliwaambia hapo awali katika kitabu cha Wagalatia 5, mambo ya mwili inajulikana, na hayo mambo ya mwili ndio inaitwa dhambi, mambo inayohusu mwili.
si mambo ya roho. Mambo ya roho na mambo ya nafsi, mambo yake ni tofauti sana. Kuna mambo ambaye ni abomination, mambo ambayo ni mabaya, yanahusu mtu wa ndani, inahusu nafsi, na kuna vile laana ambayo inahusu vile vile mambo ya mtu wa ndani. Kwa hivyo mambo hayo ni tofauti na dhambi. Lazima ujue mambo hayo matatu ni tofauti. Basi tunaongea juu ya dhambi kwa sababu dhambi ni mambo ya mwili. Kwa hivyo wapenzi, na mambo ya mwili yakizidi kuwa ndani yako, ndio mtu wa ndani na nafsi yako haiwezi kuwa na amani. Na ndiyo neno la Mungu linasema nafsi itendayo dhambi ndiyo itakayohukumiwa. Kwa hivyo wapenzi, ni vizuri mjue ya kwamba tunataka ukue katika nafsi, katika mtu wa ndani, kwa sababu ukisha kuwa utakuwa imara na Roho wa Mungu atapata nafasi katika maisha yako. Kwa hivyo kuzini, kutamani ya vitu vya wenyewe, usherati, unaona mambo haya ni ya mwili. Mambo ya kuzini, mambo ya kufanya mambo ya ngono katika mahali ambapo hautakikani na yule ambaye hatakikani, mambo hayo ni dhambi kwa sababu inahusu mwili. Na dhambi hii inaweza kuwa pengine yule mgonjwa namna hii. Magonjwa mengine yanapatikana kwa njia hiyo, na mwili unakuwa wa kudhuriwa, unakuwa na magonjwa na unaendelea mpaka kifo. Kwa hivyo anataka kutamani vitu vya wenyewe. Ukitamani vya wenyewe unaweza tamani kuiba, na ukiiba utakutwa, upigwe ama ufungwe gerezani. Kwa hivyo wapenzi, na kusherati, kufanya mambo ya usherati na mambo ya kuiba na mambo kadhalika. Vile vile shetani atapanda haraka ndani yako mbegu ya dhambi kwa kukudhibitishia kuwa wokovu wako hawatendi dhambi, kwa sababu atajaribu kukuonyesha wokovu wako ni bure tu. Shetani atakwambia ati umeokoka. Umeokoka nini? Umeokoka kitu gani? Atajaribu kukuletea mambo tofauti ili akurudishe katika ile mbegu ya dhambi. Unaweza kuepuka hii mbegu ya dhambi namna gani? Kuachana na marafiki ambao walikuwa mnaenda nao katika mambo hayo, kwa sababu ukikaa nao kila wakati wataweza kukufanya ile kitu tunaita, watakufanya uwe influenced kurudi katika ile mambo kwa urahisi sana, kwa sababu unawajua, mumezoeana na mnajua yale mambo nyinyi utenda. Kwa hivyo jitenge na wale ambao hawajaamini kama wewe ili uweze kukua katika kiroho. Kwa hivyo ukiingiwa na hii tashwishwi, jua ya kwamba umeokolewa sasa na hata milele. Yaani hii tashwishwi ikikuondoka, uone imeingia, usikie una tashwishwi, nimeokoka kweli kweli, nimeokoka. Usikie mambo haya yanakuja ndani yako, mambo ya tashwishwi, doubt, ujue mara moja wewe ushaokoka. Kwa sababu wakati ambapo ulikuwa hujaokoka hakukuwa na hiyo tashwishwi. Hiyo tashwishwi inakuja kwa sababu kuna kitu kimekuja ndani yako ambacho ni tofauti na vile ulivyokuwa. Ndio maana unasikia unajiuliza, ala, ni kweli, ni kweli. Kwa hivyo sasa kile kitu unatakiwa kufanya ni kusimama imara na kujua kabisa unaanguka upande wa wokovu, kwa sababu tayari umeokoa na unajua ya kweli kabisa wewe umeokoka wakati utasikia ukiwa na hiyo tashwishwi. Kwa hivyo mpenzi, ujue ya kwamba hizo ni dalili za kukuonyesha, lakini dalili hizo za tashwishwi zikija, uanguke upande wa tashwishwi, basi utarudi duniani, na ni rahisi sana mpinga Kristo kuweza kukurudisha kule. Shetani atoke ndani yako kabisa kwa kumtafuta Mungu kwa neno na maombi. Kwa hivyo wapenzi, ni vizuri uanze kumtafuta Mungu kisha ukoka. Usiwe mtu wa kukaa tu, yaani mtu ambaye akiingia katika wokovu anasema sasa nimeokoka, sina mengine yanayonisumbua, sasa mimi ni mwana wa Mungu. Hapana, kuna kazi, kuna jukumu wapenzi katika wokovu. Wokovu si rahisi vile unafikiria. Wokovu ukishaingia ndani yako, Mungu anataraji wewe uweze kukua, uanze kula chakula cha kiroho. Hauwezi kuwa unadumu katika wokovu na hausomi neno la Mungu, hauna ushirika na watu wa Mungu, hauingii katika maombi na hauombi hata wewe mwenyewe. Mambo haya hawezi kuwa. Hata ukiwa katika mwili huu ukiangalia, hauwezi kuishi kama wewe hauli chakula, hauogi mwili, haujiweki safi, hauwezi kaa vizuri, utagonjeka na utakufa. Kwa hivyo ni hivyo hivyo katika wokovu, ni lazima uanze kula chakula cha kiroho na kujiweka safi na kujiweka katika utakatifu na utaua, ukae ukiwa mtu wa Mungu safi, ili Roho wa Mungu aweze kukua vizuri ndani yako. Na wakati unakuwa namna hiyo, utakuwa kwa wepesi na utaendelea vizuri katika imani, na watu watatamani wokovu wako. Kwa hivyo wapenzi,
Nini maana ya kudhibitika? Yaani tunasema nini maana ya hiyo bima ya wokovu? Yaani kudhibitika, assurance. Yaani nini maana yake uweze kudhibitika ati ya kwamba ni umeokoka? Ni kuwa na uelevu wa hekima. Ni lazima uwe na uelewevu wa hekima ya Mungu. Kwa hivyo ukiwa na uelewevu na utu wa kiroho, uwe mtu wa kiroho na utu, yani tabia na desturi zako ziwe na utu. Acha tabia mbaya mbaya, mambo ambayo yanaleta mambo ya sarakasi katika jamii, mambo ya matusi na mengineo. Kuwa mtu ni utu. Lazima uwe mtu ambaye sasa tabia zake zimebadilika kutoka zile za ulikuwa ukifanya hapo mbeleni. Uwe mtu tofauti na uwe na hekima. Wakati ambapo unatoa ama unataka kuongea na watu, ongea kwa hekima. Usiwe mtu wa parapara, yani mtu tu. Mtu mwokovu ni mtu ambaye anajikimu, mtu ambaye anakaa vizuri kama mtu mzuri, mtu wa Mungu, mtu aliyeokoka. Hapigipigi makelele ovyo ovyo, haongei ovyo ovyo, havai ovyo ovyo, hatembei ovyo ovyo, hana maringo. Yeye katika Kristo, yeye ametosheka katika Bwana. Kwa hivyo ni lazima uwe na hekima. Wewe ni wa Mungu na una wokovu wa milele. Lazima uamini hivyo. Wewe umekuwa mtu wa Mungu na sasa una wokovu wa milele. Hii ndio inakuthibitishia ya kwamba wewe tayari umeokoka. Lakini ikiwa hauna imani ndani yako ati umeokoka, nani atakuamini ya kwamba umeokoka? Hakuna. Wewe ndio utabadilisha namna yako ya maisha na namna ambavyo Roho wa Mungu anakuwa ndani yako na jinsi anakuelekeza katika hekima yake. Na ukishajua hiyo, utakuwa ni mwangaza, utaangazia wengine. Yaani watakuona ukitembea katika nuru. Na hii nuru ndio itawavutia wengine waweze kutamani wokovu wako na waweze kuona namna gani. Ndio mimi nakuambia wewe, kuwa mwanafunzi wa Kristo ni hatua hizi ambazo tunaendelea kufunza. Lazima uwe ni angazo, wewe unaangazia katika ule wokovu. Angalia katika Timotheo wa pili 1:12. Timotheo wa pili 1:12 inasema, kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya, wala sitahayari, kwa maana namjua yeye Mungu niliye mwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukulinda kile nilichokiweka amani kwake hata siku ile. Kwa hivyo ni lazima ujijue wewe mwenyewe. Ni lazima ujue ya kwamba unapitia mateso, unapitia majaribu, umepitia mambo mengi sana, umejaribiwa, lakini hayo usiyajali kwa sababu yamepita. Yale ni ya kale, yameondoka. Lakini kwa sababu gani yameondoka? Kwa sababu unamjua yeye. Yeye ni nani? Yeye ni Mungu aliyekuokoa. Yeye ni Mungu aliyekubali uingie katika wokovuni na ukamwamini, ulimwamini yeye ya kwamba anaweza kubadilisha maisha yako. Na kwa hivyo kwa kusadiki kwako ya kwamba yeye ni Mungu na anaweza kukulinda kwa mambo yote, kwa hivyo inakuwa ya kwamba amani yako inakuwa hauogopi mpaka siku ile ya milele, yaani siku ile Bwana atakapokuja afunuliwe ndani yako. Kuanzia hapo, hiyo ni kusema nini? Hauwezi kubadilisha wokovu wako huo unaokoka wiki moja, mwezi moja, ama mwaka moja na mwaka mwingine unaanguka. Hapana. Wokovu tunaopokea kutoka kwa Bwana ni wokovu wa milele mpaka siku ile ambaye Bwana atafunuliwa kwetu. Kwa hivyo tusiwe watu kigeugeu, watu ambao ni kama mnaenda kujaribu Mungu wakati umeokoka, mara uko ndani, mara uko nje, haujulikani wewe kama ni moto au ni baridi. Lazima ujue ya kwamba wewe ni mtu ambaye umekubali wokovu wa Bwana na ni lazima udhibitike ndani ya wokovu. Kwa hivyo wapenzi, Mungu atakushindania mambo mengi ambayo haungeweza. Kwa mfano, angalia maisha ya Job na uangalie maisha ya wengine katika maandiko matakatifu. Watu kama kina Abrahamu na wengine, utaona kina Musa, walikuwa na udhaifu wao, lakini walipomwamini Mungu aliwashindania. Kwa hivyo wapenzi, hata Yesu mwenyewe akiwa katika mwili, wakati yuko katika mwili, kumbuka alikuwa anaona majaribu kama yamekuwa magumu sana pale mlimani wa Kalvari, na akasema kama kikombe hiki Baba kiko namna hiyo, ni vizuri kiondoke. Lakini mara moja akakumbuka, hapana, Mungu atanishindania. Akasema, lakini kama ni mapenzi yako, wacha nikinywe. Basi wapenzi, usiogope wakati ambapo umeamini, kwa sababu wewe aliyekuokoa ni mkuu kuliko wa dunia hii. Atakuongoza vilivyo. Hatua za mwenye haki zinaongozwa na Mungu mwenyewe.
Ukisoma neno la Mungu hata katika Zaburi 34 hapo 35, utaona hata Daudi alisema alikuwa kijana na sasa ni mzee na hajaona mtu wa Mungu ama watoto wake wakiomba mkate. Kwa hivyo nataka kukuambia nini? Wakati umeamini Mungu, muamini kwa roho moja na usiwe na wasiwasi ati itakuwa nini. Mungu ndio vyote ndani ya vyote. Vitu vyote unavyoona, vitu vyote vilivyoumbwa, unavyoona na usivyoona ni vya Mungu. Kwa hivyo akikuita, hauna haja ya kuwa na tashwishi tena na kuwa na wasiwasi. Unakaa ukimwamini yeye, na hapo imani yako itakuwa kiwango cha juu, na utakuwa ukitamka neno na mambo yanatendeka. Mungu ananijua vilivyo. Neno la muhimu ni kwamba Mungu anakujua, alikuumba, anakuelewa, anajua njia zako, anajua siku yako ya mwisho na anajua siku yako ya kuzaliwa. Kwa hivyo mambo haya yote anajua, hata kesho yako itakuwa namna gani. Kwa hivyo hautakiwi kuwa na wasiwasi tena, hautakiwi kuwa na tahayari ati ya mambo haya akinikuta haya nitafanya nini. Hapana, sisi hatufanyi namna hiyo. Tunakaa wakati imani yetu ilipokuwa, na ninataka yako ikuwe hivyo. Wakati uliamini, ndiyo majaribu yatakuja, si ndio? Tulipitia katika mateso, umesikia neno la Bwana, na wakati mwingine yatakuja, lakini weka roho yako kwa Mungu, amini Mungu kwa yote, na hapo Mungu ukipitia mambo hayo kama watumishi wa Mungu walivyopitia, wengine kwa hali ngumu katika maisha, wengine waliwatoa wana wao, watu kama kina Jafethu, na wengine waliwatoa wana wao wakatoa dhabihu kwa sababu ya imani, kwa sababu ya vile walikuwa wamekubali ya kwamba watatoa na wakatenda kama walivyosema. Kwa hivyo wapenzi, lakini unaona baadaye walibarikiwa. Kwa hivyo nataka kukuambia nini? Katika imani ya Mungu hautakiwi kuwa yumba yumba, yani kuwa unatikisika. Ukitaka kutembea na Mungu vizuri, akae ndani yako vizuri, ni sharti uwe mtu wa imani. Na kwa hivyo zidi kuangazia, yani hata watu wakikuangalia wanasema, na yule jamaa amebadilika, yule dada amebadilika, yule dada anampenda Bwana, yule ndugu kweli ni mwokovu. Tunaona na vitendo vyake, hata mambo yale aliyo nayo sasa ni tofauti na vile alivyokuwa. Wacha watu washuhudie. Kwa nini? Kwa sababu unaangaza, wokovu wako unaangaza, ni nuru kwa kila mtu, wanaona vile Mungu anatenda katika maisha yako. Mungu hawezi kukuita alafu akuachilie. Hapana. Kama umewachiliwa iko kitu ama hujapiga zile hatua ambazo Mungu anataka upige hatua. Kwa hivyo badili imani yako iwe katika Mungu ili uweze kudhibitika. Kwa hivyo ukiangalia neno katika waraka wa kwanza wa Yohana 5:13, utaona ya kwamba nimewaandikia ninyi mambo haya. Ni Yohana anaandika, nimewaandikia ninyi, anaandikia kanisa, ninawaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mlioamini jina la mwana wa Mungu. Unaona, anawaandikia kanisa, anatueleza wewe na mimi na wewe sasa ambaye unajifunza kuwa mwanafunzi wa Kristo na umekuwa mwanafunzi wa Kristo. Anakuambia, anakuandikia haya ili usije ukasahau. Hakuambii, anaandika ili hata kesho ukisahau utasoma. Ukisahau utasoma, na ni vizuri kuwa unaandika kila wakati, ili wakati unasahau unaweza kusoma, unakumbuka. Ndio anasema ninawaandikia ninyi, yani kanisa la Kristo, na kuambia ya kwamba mjue mna uzima wa milele. Si ati uambiwe una uzima wa milele, hapana, ni ujue wewe mwenyewe una uzima wa milele. Usigojee kuambiwa. Yani hii imani iwe ndani yako, iwe chemichemi ya uzima inachemka ndani yako, inatoka kila wakati. Unajua umeokoka, mjue ya kuwa tuna uzima wa milele, ati hata maisha haya yakiisha tutaishi tena, kwa sababu Kristo anaishi. Kwa hivyo ninyi mlioamini, si wote, ni ninyi peke yenu tu mlioamini ya kwamba katika jina la mwana wa Mungu ambaye ni Kristo, ambaye ni Roho, ambaye ni Kristo Yesu, mlie muamini huyo ya kwamba ni mwana wa Mungu, ninyi mna uzima wa milele. Na ndiyo kiwango kile tunatakiwa kufika. Unatakiwa ujue ya kwamba ukimwamini Bwana na ukae katika njia zake, usigojee kuambiwa na watu ati wewe si unajua umeokoka. Anajuaje? Akai ndani yako, wewe ndio unajua. Mnatakiwa mjue ya kwamba ninyi mna uzima wa milele, nyinyi ambao mnamwamini mwana wa Mungu. Kwa hivyo kuamini Roho ya Mungu ni kitu cha muhimu sana, na kuamini Kristo, kwa sababu Kristo ni kweli. Kwa ninyi mnaojulikana, mliotambulika katika imani yenu,
Wacheni watu watambue imani yenu. Usikubali ati watu wakwambia tunaona una imani. Hapana, wacha waone kulingana na yale mambo unasimama nayo na inatendeka. Hao wakiona utakuwa wewe ni mshuhuda wa Bwana, na watu wengi watajaribu kuja na kutamani kuwa kama wewe, na wengine watapata roho ya kuja na kukuuliza kunaendagaje, na wewe utawaeleza ya kwamba si mimi niishie, mbali ni Bwana aliye ndani yangu. Kwa hivyo wapenzi, na kufunza kiwango hiki cha juu, uondoke katika ile kupigania viti vya kanisa, vile vita ati unataka ujulikane sana. Wewe ujue wewe mwenyewe ya kwamba wewe una uzima wa milele. Lakini ukiteuliwa kufanya kazi katika huduma ya Mungu, fanya, kwa sababu tayari wewe ni nani, wametambua kilicho ndani yako. Lakini usijipendekeze na wewe mwenyewe hujijui. Yapo ndio tabu inaingia, kwa sababu hata ukiingia pale utafanya kama mtu, hautakuwa na roho wa Mungu wa hekima, ambao tumeelezwa katika maandiko matakatifu. Roho wa hekima wa Mungu hatakuwa ndani yako, kwa hivyo utatenda mambo. Ndio unaona watu wengine wakiingia katika huduma wapewe viti makanisani mwao, wengine wanakuwa wezi wa sadaka, wengine wanakuwa ni vita, wengine wanachukua viti wanauana huko, wengine wanabeba visu kanisani kama kina Petro kabla hawajaokoka. Kwa hivyo wapenzi, ukiona vita vinatokea katika nyumba ya Mungu, jua kuna shida fulani. Watu hawajijui, hawajafunzwa kuwa wanafunzi wa Kristo, kwa sababu hata mchungaji hatakiwi kupigana na watu. Watu wakitaka kutoka, kwa mfano kanisa, mtu anataka kuvunja kanisa, hawezi kumzuia, lakini aende akafundishe yake, aende akafungue yake vile wewe ulifungua yako. Lakini usipasue kanisa ya mwingine, kwa sababu hata ukipasua kula unaenda hautafaulu, utapasuka vile vile. Kwa hivyo kitu cha muhimu, muingie shambani mfanye kazi, kwa sababu unajijua. Lakini usiwe mtu wa kutaka madaraka na wewe hujijui. Wacha Mungu akuteue katika kila nafasi, na utakuwa na kufaulu katika maisha yako. Kwa hivyo wapenzi, ninyi mjuae Mungu kihalisi, ndio mtakaa katika njia hizo za Mungu, na ndio Mungu atatembea pamoja nanyi. Hapa nasema nini? Nasema hivi, kuna tofauti ya kanisa, kuna tofauti ya dini, na kuna tofauti vile vile ya wewe binafsi na Mungu wako. Mambo hayo matatu ni tofauti. Ujue dini haina mambo mengi, inachagua ule wapendaye, kwa sababu wana nia fulani, wana taratibu zao, wana mambo ambayo wamepanga. Hiyo ni dini yao. Kwa hivyo inaweza kuwa dini ya aina yoyote, hata dini ya kitamaduni, dini ya aina yoyote. Na kuna kanisa. Kanisa ni watu wa Mungu walio na ushirika mmoja, walio na imani moja, Mungu mmoja na roho mmoja, wanashiriki pamoja. Hiyo ndiyo kanisa, ambaye ni serikali ya hao walio katika imani moja, wakienda pamoja kama ushirika na kukutana mahali wameteua Mungu, wao wanakutana naye hapo. Na sasa kuna wewe mwenyewe binafsi, ushirika wako na Mungu ndio ambao unahitajika sana hapa, ili kanisa lisimame, na ili pengine mkiita dini yenu iweze kuwa na utofauti. Kumbuka wakati moja Yesu alipokuwa anataka kuingia Jerusalem. Unakumbuka siku hiyo kabla ya kuja na kushikwa jioni hiyo, utakumbuka ya kwamba Yesu alitaka kuingia Jerusalem. Alifanya nini? Alitisha mwanapunda, nenda mkalete mwanapunda aliye pale. Mfano, punda ni kama mfano wa dini, haijui chochote, ni pale tu itakapoelekezwa. Lakini alisema awe mwanapunda, awe mdogo, hajajaribiwa sana, hajaingia katika mambo ya kidini sana kwa ndani, punda mzima, hapana. Aje akambeba. Alibeba nani? Alibeba mwana wa Mungu. Dini inabeba wana wa Mungu walio ndani, wanakaa juu ya dini, imani yao. Lakini inawafikisha wapi? Inawafikisha kwenye lango la kuingia katika ufalme wa Mungu. Haingii hapo dini. Yesu alishuka ndio akaingia. Kwa hivyo wapenzi, dini haitakufikisha mbinguni, itakupeleka mpaka mlangoni, na hapo mlangoni ndipo utaingia wewe binafsi, wewe mwenyewe. Basi ushirika wako na Mungu hapo ndio utathibitika mkiwa wawili. Kwa hivyo wapenzi, na kufunza nini? Kuwa na ushirika mzuri na Mungu. Ujifunze neno la Mungu kabisa, uwe mfuasi na mwanafunzi wa Yesu Kristo. Uache mambo ambayo
ambaye ili udumishe wokovu, acha mambo ambayo, uache uasi, mambo ya uasi, mambo ya tamaa za mwili, mambo ya uache, mambo ya wivu, mambo ya dharau, mambo ya kuchukia wengine, mambo mengine maovu, mambo hayo yote achana nayo ili uweze kufaulu. Unajua siri moja nikuambie, na sikuambii kwa ubaya, nakuambia kutayarisha roho zako ili ujijue wewe ni nani katika ufalme. Bwana anaweza funuliwa wakati wowote kwako, na uende katika mahali alienda kutuandalia. Ni juu yako ujue kila siku unakaa ukijijua wewe ni nani, kwa sababu haujui saa ama siku. Anasema atakuja kama mwizi. Hata kuambia ninakuja kesho, hata kuambia nitakuja leo, atakuja kama mwizi, na hapo utafunuliwa kuingia katika ulimwengu wa kiungu. Kwa hivyo wapenzi, vile ulivyo ni wewe kukaa ukijitayarisha, usikubali kushindwa na mwili, kwa sababu wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Kwa nini unahitaji uthibitisho katika wokovu? Kwa nini unahitaji uthibitisho katika wokovu? Wapenzi, wacha niwaambie, hakuna jambo ambalo hauhitaji lidhibitike katika kila jambo unalofanya. Inatakiwa ya kwamba ujue kwa nini ninadhibitika katika wokovu. Kwa nini nahitaji? Sababu ni hii. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana 1:4 utaona, na haya ndiyo tunaandika ili furaha yetu itimizwe. Haya ndiyo ambaye mtu wa Mungu Yohana alikuwa anaandika ili nini? Akiandika furaha yetu, the joy ndani yetu iweze itimizwe. Kwa sababu akiandika hayo utayafahamu. Anasema tumaini letu ndani yake imeandikwa. Yaani tumaini letu, hope, tumaini letu ndani ya Kristo limeandikwa. Imeandikwa, imedhibitika maandikoni. Kwa hivyo wapenzi, ujue ya kwamba unataka kudhibitika kwamba umeokoka kwa sababu tayari wewe umeandikwa katika maandiko ya Bwana. Jina lako liko pale. Kwa hivyo sasa uhitaji mambo mengi, unajua umeandikwa pale na wewe unadhibitika, na furaha yako sasa inaweza tosheka ukijua ya kwamba umeandikwa. Na ndiyo maana mimi huwa na furaha kila wakati, huwa namfurahia Bwana kwa sababu ninajua wakati atafunuliwa. Naomba wakati wote kaa katika maombi tuweze kufunuliwa tufanane na yeye, kama vile neno lake linasema katika Wathesalonika wa kwanza 4 kuanzia hapo 13 mpaka 18, ati wale ambao tutakuwa hai tutabadilishwa tufanane na yeye. Kwa hivyo wapenzi, ni juu ya kujitakasa kwetu na kuomba na kudumu katika neno ndio itafanya tufanane na Bwana. Lakini ikiwa wewe una siri zako unafanyaga peke yako, basi ole wako, kuonana na Bwana itakuwa shida. Kwenye kitabu cha uzima cha Yesu Kristo, hapo ndipo tumeandikwa. Na unajua ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana utaona ya kwamba tunaambiwa hakuna yeyote aliyekuwa na uwezo wa kufungua kitabu hicho ila mwanakondoo pekee, na yeye ndio ambaye atasoma majina hayo, na yeye ndio tunatakiwa tumwamini sasa, kwa sababu siku hiyo ni yeye atakayefunua ile. Kwa hivyo wapenzi, weka hiyo katika akili zako, ujue ya kwamba kuna yule atasoma kile kitabu, na ujue umeandikwa. Kwa sababu gani? Umeandikwa kwa imani. Unajua kabisa wewe umedhibitika katika wokovu. Kwa nini? Kwa matendo yako na tabia zako na desturi zako na mambo unayotembea nayo na marafiki na wengine. Kwa hiyo ndio inadhibitisha wewe ya kwamba umeokoka. Na ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 19 na 21, muendelea pale, kuna mambo nataka tuangalie hapo. Utaona ya kwamba katika hili tufahamu kwamba tuwa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake. Katika jambo hili la kuamini ya kwamba tuko katika Kristo na tumeokoka, ni lazima tujue ya kwamba ni kweli, kwa sababu Roho ni kweli, nasi tutajua ya kwamba mioyo yetu ikiwa mbele yake tuko salama. Kwa hivyo wapenzi, tuwe watulivu, acha na maovu, ili tuweze kukaa katika Kristo kila wakati, ili aweze kutuonyesha njia na kutupeleka kwa njia inayofaa. Na mstari wa 21 tunaona, wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Wakati ambapo umetenda dhambi, mioyo yako ndio itakuhukumu. Wakati unatenda dhambi, usidanganywe na mtu yeyote. Si watu wataona kwanza jambo ambalo umetenda mbaya, roho yako ndio ya kwanza kuona, ndio itakuambia ai, na hapo
haukuenda vizuri, hapo umefanya kitu kisichofaa. Kwa hivyo wapenzi, ni lazima tujue ya kwamba wakati roho yetu inatuhukumu, mara moja tunaingia katika hali ya kutubu, na tukitubu tunakuwa nini? Tunakuwa wajasiri, kwa sababu tunasikia Mungu akitusamehe hiyo dhambi, na tunasikia tumekuwa na amani mara moja. Na sisemi huo ukifanya dhambi kila siku, hapana, usifanye. Ninasema wakati mwingine majaribu huja zaidi, na mtu anakuwa ameingia kwa dhambi bila kujua, kwa sababu wakati mwingine alidrop ile kitu mnaita kwa Kiingereza guard. Yaani alifika mahali akaona tu kama mambo ni kawaida. Kila wakati kaa ukijua shetani yuko karibu na anazunguka humu na humu akijaribu kutafuta ni nani ambaye atapasua, atararua. Kwa hivyo usidhani ati shetani huwa mbali sana, yuko karibu. Na unajua shetani wanaitwa wana wa Mungu. Sijui kama unakumbuka hiyo. Yeye shetani ni mwana wa Mungu vile vile. Soma katika kitabu ya Ayubu 1. Utaona ya kwamba wana wa Mungu walienda mbinguni kupeleka ripoti zao, na kati yao palikuwa nani? Shetani. Kwa hivyo wapenzi, usidhani ati atatoka huku tu. Wewe anazunguka huko kama simba asiye na meno, hawezi kukuuma, lakini ukiogopa sura yake tu, si unaingia katika dhambi na majaribu. Kwa hivyo kila wakati dhamiri yako iwe hai, ili wakati unaingia katika dhambi ama jambo mbaya, inakwambia umekosea na unatubu mara moja, na basi unakuwa jasiri katika Mungu. Uwe wa haki na dhamiri iliyo hai, usiingie dhambini hivi hivi, na ukiingia uwe mtu ambaye dhamiri yake ni hai. Your soul must be alive. Yaani lazima dhamiri yako iwe hai kama umeokoka, kwa sababu itakuambia kila wakati, hata ukienda katika kongamano la watu wasiofaa, itakuambia hapo haufai kuwa hapo, na utaondoka mara moja. Kwa hivyo katika Wakolosai 2 mstari wa 2 tunaona juu ya mioyo yetu, ili wafarijiwe mioyo yetu wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wake, na kufahamu kwamba hakika wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Wakati ambapo mioyo yetu imeunganishwa na upendo, unajua Mungu ni upendo, na Mungu akiwa upendo, tunaunganishwa na huo upendo. Wakati tunaunganishwa, ndipo tunaingia katika utajiri wa Bwana. Ndipo tunakuwa katika utajiri wa Bwana, kwa sababu Mungu ni upendo na sisi tunaunganishwa na upendo. Na tukiingia hapo, tunaanza kupata baraka za upendo, utajiri mwingi ambao unapatikana katika Mungu. Hiyo ndio tunaita the kingdom of God. Ukiingia pale ndani na uwe upendo umepatanishwa nao, mara moja mambo yako yanaanza kubadilika. Hapo unajua kabisa siri ambazo zimefichwa katika Kristo. Siri zinazofichwa katika Kristo. Hizo siri unaanza kuzijua polepole, kwa sababu ni upendo. Watu watakuja kwako namna gani? Watu watakuja kwako ikiwa una upendo. Lakini ukiwa mtu wa kukasirika saa yote na kudharau watu, watu hawezi kuja kwako. Na watu ndio mali. Mungu anatumia watu kukubariki wewe. Kumbuka vile alivyofanya wakati wa Ayubu, kumbuka vile alifanya wakati wa Abrahamu, kumbuka vile alifanya kwa watumishi wake wote. Alitumia watu ili kuwafikisha kiwango kile alitaka, kwa sababu Mungu ni roho. Hautaona Mungu anakuja na mali, anaongea na tajiri fulani mwenye kitu fulani, anakuletea. Anaongea na fulani, anakuletea. Anaongea na fulani, anakuletea. Mwingine anakubariki. Na hiyo ndio unajua ya kwamba katika upendo ndio Mungu anafanya wengine wakupende. Na ndio neno la Mungu linasema vizuri, linasema ishi kwa imani, kwa amani na watu wote. Usichague na usiwe ukitangaza ati maadui. Wewe hata huwezi kuhesabu maadui zako, hauwajui. Ni kuambiwa unaambiwa na hauna udhabiti. Kwa hivyo achia Mungu, yeye ndiye anajua vita vyake na adui zako, kwa sababu anasema atakuandalia meza mbele za adui zako katika Zaburi 23. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi ati nani adui yako kati yako. Hapana, wewe jawa na upendo na umpende Mungu, na hapo ndipo utagundua siri za Mungu na utaelewa na siri za Mungu na kuwa na ufahamu wa siri za Mungu na ushike kuishi sirini hizo za Mungu. Ukiishi hapo, ndipo utathibitishwa, mwili wako utathibitishwa ndani yake kuna siri, na mambo yako yatakuwa yamebadilika, yamekuwa mazuri, na wewe unaishi maisha mazuri. Sijui utayaita matamu ama namna gani, kwa sababu baraka inayonyunyizwa kutoka kwa Mungu, hiyo ni baraka ambayo inakuweka na furaha kila wakati na haukui mdeni. Kumbuka vile ambavyo Bwana alisema katika kitabu ya Samueli, alisema mtakuwa nini?
mtakuwa wakopeshani mbali si kukopa, na mtakuwa vichwa mbali si mikia. Kwa hivyo wapenzi, wakati Mungu amekuja kukubariki kwa sababu umekaa ndani yake, kwa sababu unatenda mapenzi yake, wewe hauna lauma tena, hauna jambo la kusema ilikuwa ama watu waje wakuambie namna gani, kwa sababu Mungu akikubariki, akiamua kukubariki, na anakubariki kulingana na udhibitisho wako katika wokovu. Kwa hivyo wapenzi, katika kitabu cha Yakobo 1:8 tunaona nini yatufanya, hii kitabu ya Yohana 1:8 inatufanya ya kuwa tujue sisi ni akina nani. Mtu wa nia mbili husita sita katika njia zake zote. Ukiwa mtu wa nia mbili, mguu moja kwa shetani, mguu moja kwa Mungu, nia zako ni mbili katika ubongo wako, unafanya ya siri na unafanya ya Mungu, unachanganya. Ukiwa namna hiyo, mtu wa kusitasita, ama ukienda kusema kitu kama tuseme kwa mfano unaombea watu wapone, unasema sasa mimi naombea katika jina la Yesu mpone. Haya, na unajiuliza kweli watapona? Yaani unasitasita. Hiyo haiendi, haiendi, kwa sababu hiyo imekuwa ni wewe umepangilia hiyo. Lakini ikiwa inatokana na Mungu, ukisema ndio pona katika jina la Yesu, neno hilo linaenda kutenda kazi. Usiwe mtu wa kusitasita, usiwe mtu wa njia mbili, usiwe mtu ambaye hauna imani katika neno unalonena. Wacha neno unalonena linakuwa na nguvu na linaenda kutenda kazi, kwa sababu hauwezi kumfurahisha Mungu ukiwa mtu wa kusitasita. Kukosa uamuzi ni kitu mbaya sana. Uwe mtu ambaye anafanya uamuzi mara moja na mtu ambaye anaamini kile anachosema. Na vile vile usiwe mtu wa kugaagaa, yani mtu ambaye haeleweki. Uwe mtu ambaye bila kutenda, usiwe mtu wa kusema kitu na haufanyi, hapana. Na uwe mtu wa kupangilia, na vile vile usiwe mtu kiruka njia, kuko hapa mara hapa mara hapa. Hata huyu Mungu wako watu watamfahamu namna gani? Lakini ukisimama imara katika njia za Mungu, sababu Yesu alituambia nini? Alituambia yeye ndiyo njia, ndiye ukweli na ndiye uzima. Kwa hivyo ukikaa na katika njia hizo utauona uzima, na neno lote utakalosema litatendeka. Kwa hivyo hautakuwa mtu punguani, yani ni kama mtu ambaye akili haziko timamu. Haukuchemka kabisa wakati unazaliwa, ulizaliwa kama hujachemka kabisa, iko kitu kimebaki. Hapana, wacha Yesu arekebishe, wacha Roho wa Mungu arekebishe ndani yako, aweke mawazo mapya, imani mpya ndani yako, uwe mtu tofauti na ulimwengu huu tunamoishi. Na tukimalizia neno letu siku ya leo tutakoma mahali hapa. Utaona katika waraka wa Yakobo 1:5 hapo, utaona kuanzia mstari wa 4. Hebu tuangalie, kwa maana ili inatuwezesha vile tunawezeshwa kudumu katika wokovu na katika imani. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Yaani kila kitu ambacho kimezaliwa na Mungu. Kama ni Mungu alikuita katika wokovu, lazima ushinde ulimwengu. Hauwezi shindwa na ulimwengu, kwa sababu Mungu ndiye aliumba ulimwengu na anajua utashinda. Kwa hivyo kila kitu kilichotokana na Mungu sharti kishinde ulimwengu. Wewe na mimi, Mungu anataka tushinde ulimwengu ili neno lake lisimame. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Imani yetu ndio inashinda ulimwengu. Ndugu yangu, dada yangu, usipokuwa na imani yako isipokuwa kama mtoto vile anavyokuwa, anaenda kwa magoti, kwa miguu, anashika viti, anatembea, anakuwa mzima, anaenda shule, anakuwa teenager, anakuwa mtu mzima, ndivyo imani inavyokuwa. Kama imani yako haikui pale pale ulipokuwa wakati uliokoka, bado wewe ni mtoto, hauelewi, kwa sababu hausomi, kuna kitu ambacho kina shida na wewe, kuna kitu kinakusumbua na wewe hauwezi kupiga hatua. Ni lazima uanze kukua. Kwa nini? Kwa maombi na kusoma neno la Mungu. Vile vile lazima ukue, na usiwe mtu wa kuchanganywa. Imani ukisikia hapa inafunzwa, unakimbia hapa, unakimbia hapa. Enda katika kanisa lile linafunza neno la Mungu kamili. Kwa hivyo wapenzi, usiwe mtu wa kuyumbayumba. Ukiona mtu anafunza mambo yake binafsi, hapo ondoka. Hapo hakuna mahali unaenda. Hapo utakaa na huyo mtu, kile kitu anataka kwako ndicho anataka. Hataki kukufunza uondoke, hataki kukufunza ukue. Hapana, anataka kufunza ukae kiwango fulani ili akutumie.
Enda kanisa linalofunza neno la Mungu kamili, na watu wanakuwa, hata wengine wanatoka wanaenda katika fivefold ministries na kwenda kufanya kazi ya Mungu. Naye huyu anayefunza vizuri neno la Mungu kabisa bila kutaka ati apate mambo fulani kwa watu, huyu mtu anabarikiwa na Mungu mwenyewe na mambo yake yanaendelea vizuri, nikiwa na imani katika hiyo, kwa sababu nimeona Mungu akinitendea hiyo. Kwa hivyo wapenzi, nakwambia nini? Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hauwezi kushinda ulimwengu kama hauamini Yesu ni mwana wa Mungu. Watu wametoka, walimu wametoka wengi, na wengine hata ukiwaangalia unaomba Mungu awasaidie sana. Ninasoma katika hizi vitu mnaita sijui TikTok sijui nini. Vitu hivi vinaharibu sana wokovu wa Mungu. Watu wa maana sana wanasikiza mambo ya watu, wanaondoka katika maandiko, wanaanza kusikiza mambo ya dunia, kwa sababu wanaambiwa ile wanataka kusikia, na wanaondoka katika uwepo wa Mungu, na mara moja maisha yao inaanza kubadilika. Na kuambia kitu gani? Na kuambia wewe, simama imara, achana na wale watu, kwa sababu wewe uliitwa na Mungu. Tafuta Mungu, na tafuta Mungu huyu. Hata ukienda katika kabila yenu ama imani za kwenu ama vile mnaamini, bottom line, Mungu ni roho, na utaishia katika roho. Watu wanaomwamini roho wa Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja, na anatuambia tusiabudu miungu mingine. Kwa hivyo acha mambo ya kupigana mambo ya dini. Wewe ingia katika neno, uelewe neno, ujue neno, utende kama neno linavyosema. Na ndugu yetu Yakobo anatuambia katika Yakobo 1:22, ati muwe watu wa kutenda kama neno linavyosema, sio vile kusikia tu. Ati mkisikia hapa mnaenda hivi, mkisikia hapa mnasema mlisikia. Hapana, tenda vile neno linasema. Soma maandiko ya Mungu, ufanye vile neno linasema, kwa sababu neno ni kweli, na kweli ni roho, na kweli ni Mungu. Kwa hivyo wapenzi, acha kuyumbayumba. Wewe mwenyewe ndio utaumia, kwa sababu imani yako ikiondoka kwa Mungu lazima urudi kwa pepo. Na yule anakuambia hivi, pengine anania anataka pesa, analipwa. Hapa ni bure. Ukiondoka analipwa, ukiwa mfuasi wake analipwa. Kwa hivyo wapenzi, kuweni na hekima ya Mungu, kuweni na hekima. Aliyekuita hakukuwa hao. Kwa nini sasa wanakuja kukuondoa katika uwepo wa Mungu? Kwa hivyo wapenzi, tujue ya kwamba sisi ndio tutashinda ulimwengu kwa kusimama katika kweli. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Ni yule naamini katika mwana wa Mungu Yesu Kristo. Kwa hivyo nini? Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Yesu alizaliwa kwa maji na damu. Yesu alizaliwa kwa maji na damu. Si alizaliwa na Maria? Si muliona? Mulisikia, mulisoma na mulijua. Kwa hivyo wapenzi, yeye ndiye Yesu Kristo. Si katika maji tu. Hakuzaliwa katika maji tu. Hakuzaliwa tu katika maji, ati akaja tu katika maji, hapana. Lakini alizaliwa nini? Katika nini? Katika maji na katika damu. Na katika damu tuna uhai, na uhai unapatikana katika damu. Naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Wakati Yesu alibatizwa kwa maji na katika damu, akawa mwanadamu. Wakati aliingia katika kubadilishwa na kupokea kazi yake mzuri katika Yordani, Roho Mtakatifu alithibitisha ya kwamba yeye alishuhudia, akasema huyu ndiye mwana wa Mungu. Na wewe ndugu yangu, dada yangu, ambaye unanisikia leo, ambaye unasikia somo hili letu leo, Bwana anashuhudia kupitia Roho wake Mtakatifu ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kwa sababu anasema katika Yohana 1:12, wote walioamini aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Na vile vile katika kitabu cha kile ambacho tunasema ni cha Hebrews 1:11, Yesu anasema wale ambao ametakasa hao ni aibu kuwaita ndugu zake. Kwa hivyo sisi ni ndugu za Yesu. Kwa hivyo wapenzi, ukijua namna hiyo, imani yako inakuwa. Na kwa leo tutakoma mahali hapo, tutaendelea wiki ijayo. Hebu tuombe. Ewe Mungu Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo,
Asanti kwa neno lako siku ya leo. Tunashukuru na tunainua ufalme wako katika ulimwengu huu na yeyote atakayelisikia neno hili. Baba, ninaomba likaenda na nguvu zako, Baba, kama vile umetangaza katika neno lako Isaia 55 mstari wa 11, ati likienda halitarudi bure. Ninaitisha wengi katika wokovu na wengi kujijua na kuwa ya kwamba wanadhibitika katika wokovu wako na kuwa na bima ya wokovu, na ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen.